wananchi na wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi. Cha kwanza, ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye leo ametukutanisha pamoja. Manake bila yeye tusingekutana hapa, si ndio jamani? Kwa ninamshukuru sana Mungu kwa wema wake. Lakini la pili, na kwa umuhimu mkubwa, ninawashukuru nyinyi kwa upendo wenu mkubwa na mwitikio ambao umeuonyesha. Kwa kweli nimeishiwa wingi wa maneno. Asanteni sana na mmenibali. Hichi ndicho kitu ambacho kilikuwa matarajio yangu ya muda mrefu, kuona CCM tukiitana muda wowote tunakuja kifua mbele, tunazungumza na mwisho wa siku tunatoka tukiwa kitu kimoja. Hongereni sana kwa hili na Mwenyezi Mungu awabariki. Kama kuna mtu anafikiri chama Tunduma kipo hapa, ndio kwanza umekucha, si ndio jamani? Moto tulionao wana Tunduma ni mkubwa kuliko wakati mwingine wowote. Kwa hiyo mtu asione ustaarabu wetu kwa watu akafikiri sisi ni wapuuzi. Hapana, sisi si wajinga wala si wapuuzi, isipokuwa tumeamua kuheshimu utu wa kila mwanadamu katika eneo letu na kulinda amani ya nchi hii. Huo ndio wajibu wetu. Shukrani zangu za tatu zipo katika makundi mawili. Wote mnafahamu tumetoka katika uchaguzi mkuu, lakini kabla ya uchaguzi mkuu tulikuwa na uchaguzi wa ndani. Bahati nzuri, Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kinaheshimu demokrasia. Tulitimiza wajibu wetu sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi, tukachagua jina moja na chama taifa wakapendekeza jina moja, kwa sababu mchakato ni hatua moja na mapendekezo ni hatua nyingine. Kwa hiyo niwashukuru wale wote walioshiriki uchaguzi, wale wote walioshiriki uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi, niwashukuru sana. Na nikisema ninawashukuru, maana yangu ni nini? Wale mliompigia kura Silinde mlishiriki uchaguzi. Wale mliompigia kaka yangu Aden Nyati mlishiriki uchaguzi. Wale mliompigia dada yangu Dainas Chawe mlishiriki uchaguzi. Mliompigia Mkondia na mliompigia kaka yangu Fred Sanga, wote mlishiriki na kutoa maoni yenu kwa umuhimu mkubwa na mmetimiza haki yenu ya kikatiba. Hongereni sana. Mimi ninaheshimu yani mgongano wa mawazo. Mimi ninaheshimu ambao hawakuwa pamoja na mimi, na ninawaheshimu wale wote waliokuwa pamoja na mimi, na hakuna adui yangu katika wote makundi hayo. Mwanadamu huwezi kukamilika kwa kuungwa mkono 100%. Hauwezi kukamilika. Kwenye dunia tunavyoishi, lazima atokee mtu mmoja kuonyesha wewe kama mwanadamu utimilifu wako haujakamilika, kwa kuonyesha mapungufu walau uweze kujirekebisha. Ndio maana tunayaheshimu mawazo ya kila mtu mmoja.
Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ni mkomavu katika siasa lazima uheshimu hiki. Sijui kama umenielewa. Kwa hiyo tutashindana kwa hoja, atakayeshinda tutamuunga mkono, atakayeletwa na chama tutamuunga mkono. Lengo ni kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinapata mgombea anayeshinda, lakini Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuongoza jimbo la Tunduma na nchi yetu nzima ya Tanzania kwa ujumla. Huo ndio uamuzi wangu. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa unyenyekevu mkubwa, kwa wote ambao mlitimiza wajibu wenu wa kikatiba. Shukurani zangu za tatu, ninawashukuru wana CCM kwa kushiriki uchaguzi mkuu. Kuanzia siku ya kwanza mmejitoa bila kulipwa hata senti moja mpaka siku ya tarehe 29. Ninawashukuru sana. Tumefanya kampeni za uchaguzi bila kuonyesha chuki wala uadui dhidi ya mtu mwingine. Hatukusikia mtu amepigwa, hatukusikia mtu ametukanwa, hatukusikia mtu amechaniwa nguo yake. Tumeanza uchaguzi mpaka tumehitimisha kampeni, hakukuwa na tatizo lolote. Bahati mbaya sana, siku ya kupiga kura, nyinyi wote ni mashahidi, tuliowahi kujitokeza kwenda kupiga kura saa 1 mpaka saa 4 saa 5 tumepiga kura vizuri. Shetani akataka kutuvurugia uchaguzi na nchi yetu, lakini kwa Mwenyezi Mungu tunayemwamini, kwa dini zote zinayoamini katika Mungu wa kweli, alishindwa, si ndio jamani? Na narudia tena, vita hii tutaishinda, kwa sababu wapo watu wenye hofu ya Mungu na dhamira ya kweli ndani ya Chama cha Mapinduzi. Vita hii tutaishinda. Yalitokea kwa bahati mbaya. Wapo walioumizwa, wapo baadhi walipoteza maisha, tunakiri. Wapo baadhi, wapo ambao wamekimbia na haijulikani walipo, tunatambua hilo. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alishatoa pole kwa watu wote ambao walikutwa na madhira yake, na Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo kwa nchi nzima na msimamo wa Chama cha Mapinduzi kwamba hatutamani mambo yale yaweze kujirudia tena katika taifa letu, hatutamani. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kuenzi uhuru wa taifa hili, kuilinda amani ya taifa hili na kuendelea kueleza kwa umma amani yetu ndiyo msingi wa Tanzania. Mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais, ameniteua tena katika baraza lake na kuendelea kutumikia katika nafasi ya naibu waziri. Tangu ameniteua nimepata bahati ya kuzunguka nchi kadhaa duniani ambako Mheshimiwa Rais alinituma. Kule tunakokwenda, hususan nchi za Afrika, wanatuambia sisi Afrika nzima tunaiona Tanzania kama kimbilio letu. Ukienda Kongo wanakwambia sisi mahali pekee ambapo mambo yakiharibika kwetu, mlango wa kukimbilia ni Tanzania.
Nimekwenda Sudani, wanasema mlango ambao sisi tukiwa na hali mbaya tunakimbilia ni Tanzania. Tanzania, mmekutwa na shetani gani? Mnataka na nyinyi kuja katika maisha ambayo sisi hatuyatamani? Hayo ni maneno ambayo duniani wanatushangaa. Sasa naomba niwaambie jambo moja. Kiongozi mzuri ni yule anayewaambia watu wake ukweli. Katika dunia tunayoishi sasa, tusikubali kudanganyika kwa maana ya kugawana mbao. Tusiingie katika huo mtego. Huu unakuwa ni kama ule mfano, maana kuna watu wanasemaga tukose wote. Hapana, hakunaga maamuzi ya tukose wote. Hayo ni maamuzi ya mtu ambaye amekata tamaa, ambaye anataka kuharibu amani ya nchi yetu. Leo mtu anakuja anasema bwana, nitakalo kuwa naliwe, na mwana CCM unakuwa unamuunga mkono kwa kutamka neno litakalo kuwa naliwe. Hapana, unakuwa hujatimiza ahadi zako za mwanachama. Moja, za kukilinda chama chako; pili, za kuilinda nchi yako; lakini tatu, kuvuruga amani, ni kuua kizazi chako chote kinachoelekea mbele. Tusilo hivi. Leo niwaulize ndugu zangu, kuna mtu hapa anapenda ikifika tarehe 7 tunaandamana, nyinyi mnafurahia yale maisha ya kukaa ndani? Mnayafurahia yale maisha? Kwa hiyo kila mmoja atimize wajibu wake. Mwananchi wa kawaida, iwe ni mchungaji aombe, iwe ni shehe atoe dua, lakini haya mambo yaondoke. Na wala tusijisifu kwa kuvuruga amani ya nchi. Sasa haya madaraka yapo tu. Mimi leo nipo, kesho tutaondoka. Kwani nitakaa milele hapa? Tutaondoka wote, sisi tutaondoka. Sasa kwa nini uharibu nchi kwa sababu ya silinde peke yake? Kwa nini uharibu nchi? Haiwezekani. Utakuwa ni puuzi kabisa. Kwa hiyo nimeona ni vizuri nikatoa hii rai kwenu wananchi wa Tunduma. Maana nakumbuka baada ya ile tukio limetokea, bwana Mheshimiwa Silinde, toa tamko. Unatoa tamko gani? Na wauliza, unatoa tamko gani? Unatoa tamko ambalo mwenyekiti wako wa chama bado hajatoa msimamo, rais wako wa nchi bado hajatoa msimamo wa nchi, kwa sababu rais ana vyanzo na vyombo vingi vinavyompa taarifa. Lakini kuna wengine sio waaminifu, walichangia kupeleka taarifa potofu kwenda kule chini, si ndio jamani? Sasa Mungu ametupigania hii vita, tumeishinda. Na mimi ahadi yangu siku zote inafahamika, ni kuulinda mji wa Tunduma kwa wivu mkubwa. Hiyo ndio ahadi yangu. Uwezo huo ninao, nguvu hiyo ninayo, na bahati nzuri Mwenyezi Mungu amenibariki ni jasiri nisiyeogopa mtu yoyote. Wanasema I am simple but not easy, yaani ni mwepesi ukiniangalia, lakini roho yangu ni ngumu kuliko mnavyofikiria. Kwa hiyo nina uwezo. Ndio maana hata wa upande wa pili wanajua mimi ni kisiki bwana, sio mwepesi, ni kisiki kweli kweli. Wanajua, wananifahamu vizuri, na hii Tunduma bado sana, tutakanyaga mwanzo mwisho, bado kabisa.
tutahakikisha usalama wa wananchi wetu nambari moja. Tutahakikisha miradi ya maendeleo kwenye mji huu inapewa kipaumbele na mji huu utaendelea kuongoza katika mkoa wa Songwe na taifa zima kwa ujumla. Tutahakikisha upendo na umoja unaendelea kama ulivyokuwa zamani, na tutashughulika na wahuni wote wanaotaka kuvuruga mji huu. Tutashughulika wote, hatutawalinda. Sijui kama umeelewa jamani. Mtu mmoja, watu wawili wakitaka kuvuruga, hao kwa kweli tutashughulika nao, ili kulinda jamii ya watu zaidi ya 300,000. Kwa hili nimelisema na nimelisema kwa msisitizo mkubwa. Wengi mnafahamu baada ya tarehe 29 hali ya kiusalama haikuwa imetangamana, si ndio jamani? Jana wakati naongea na wenye viti, alinyanyuka mmoja akasema sasa itakiwa tu tunafanya mkutano mara kwa mara. Nikamwambia kwani nyinyi hamkusikia maelekezo? Nyinyi hamkusikia jamani? Hali ya kisiasa haikuwa imekaa vizuri sana. Kwa hiyo wakati vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vikiendelea na kazi yake ya kuhakikisha usalama ndani ya nchi unapatikana. Sasa usalama wakati unapatikana, sisi haturuhusiwi kuwaingilia ndani na kuwauliza kule ndani usalama wenu unapatikana lini. Kwa hiyo wakiwapa maelekezo ni lazima myafanyeje? Myafuate. Kwa hiyo tumepita katika kipindi ambacho kumekuwa na makatazo, na sasa hivi kuna katazo la jumla la kutokufanya mikutano ya hadhara mpaka pale litakapotolewa tamko jingine, si ndio jamani? Ndio. Lakini pamoja na hayo, ni wajibu wetu wana CCM na wananchi kwa ujumla kuendelea kuwafikia wananchi, si ndio? Kwa hiyo tutaendelea kuwafikiaje? Ndio moja ya jukumu kubwa ambalo mimi na nyinyi tuko hapa. Tutawafikia kama ni kwenye misiba, tutawafikia kama ni kwenye sherehe, tutawafikia ni kama kwenye jumuiya ndogo ndogo wanazokaa, tutawafikia kwenye vikundi vyetu vya kijamii, tukiwa na jukumu moja tu: kuhimiza amani ya nchi yetu, kuhimiza umoja wa kitaifa, lakini vile vile kuendelea kuunganisha jamii yetu katika yale majeraha yaliyotokea. Ndio wajibu. Sasa wakati mwingine tunaacha, wanasema muda ni mwalimu mzuri, muda huo unaponya. Sijui kama umenielewa. Haiwezekani watu leo wamegombana alafu kesho ukaendelea kuitisha mkutano wa hadhara, linaweza likakukuta jambo baya, si ndio jamani? Unaacha muda huo una tabia ya kutibu, muda huo una tabia ya kutafuta ukweli. Ndio sifa kubwa ya muda. Ukishapata ule ukweli, ndio mnafika mwisho, mnaona sasa, jamani, katika tiba hii ya kitaifa lazima tukae pamoja. Sasa niliona ni vizuri nije nizungumze kwanza na viongozi wangu, niwashukuru, niwaambie sasa mwelekeo wetu. Sasa tutakuwa na siasa tofauti sana sana, tutatekeleza vikao zaidi vya ndani katika kipindi cha sasa mpaka pale serikali itakavyoamua kufanya vinginevyo. Sawa jamani? Kwa hiyo mimi nitapita kwenye kata zote, nitafanya vikao vya ndani vya kichama, lakini vile vile nitajitahidi kufanya vikao vya ndani vya wananchi katika eneo husika. Tunaelewana jamani? Na tutajitahidi tukutane na makundi mbalimbali, wakiwemo vijana, sijui bodaboda, bajaji, kina mama, wazee,
tutakutana tuzungumzie kuhusu mustakabali wa mji wetu wa Tunduru. Ni wajibu wangu kama kiongozi na nitautimiza wajibu huu kwa msimamo mkubwa kweli kweli. Kwa hiyo niliona tukae tuzungumze, na baada ya hapo niwasikilize sasa ndugu zangu.